viongozi wetu wawili, Rais wa Jamhuri na Rais wa Zanzibar, wanajitahidi sana kwa uzalendo wao kuona kwamba wale wananchi wanaotuongoza wanakwenda kizalendo na kujua nini mahitaji, na wangelikuwa sio wazalendo wangekuwa hawaangalii hicho kitu. Na wapa shukurani zangu za dhati, na Mwenyezi Mungu awajalie waende katika mwendo huu au zaidi ya huu, ili wazalendo sisi wa taifa hili la leo la Tanzania na Zanzibar kwa ujumla liwe salama. Upendo ni kuwa na jambo au kitu ambacho umepewa au kusimamia kwa dhamana na uaminifu katika kufanikisha jambo. Kama umepewa upendo, kama umepewa jambo au kusimamia kwa dhamana au uaminifu, unakuwa mtu mzalendo wa kweli. Leo tunakupa eneo hili, simamia. Kwa mfano, waziri wizara fulani, mkurugenzi wizara fulani, katibu mkuu au maeneo mengine yote ya kuongoza, lakini dhamana ile huitumii kwa faida ya wote, unaitumia kwa manufaa yako. Wewe si mzalendo, wewe si mzalendo. Ni kongamano la miaka 62 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lililoandaliwa na taasisi ya Wewe ni wa Thamani Foundation. Pema akifungua mafunzo hayo, naibu spika wa Baraza la Wawakilishi ambaye pia ni mwakilishi wa jimbo la Dimani, Mwanasha Hamis Juma, amesema kuwa mafunzo haya yatawezesha vijana katika kuendeleza muungano huo, sambamba na kutoa wito kwa vijana hao kuendeleza kudumisha umoja na amani na mshikamano uliopo hapa nchini. Tunasherehekea muungano wetu kwa miaka 62. Si kidogo kweli kweli, na Mwenyezi Mungu ametujalia mpaka leo tunadumu nayo, na muungano huu ni muhimu kwetu na kwa vizazi vijavyo, na lengo hasa kama tulivyoambiwa katika mada zitazotolewa na wengi wetu humu ni vijana, kuona umuhimu wa muungano wetu huu. Waasisi waliotangulia mbele za haki walifanya hivyo, na baadaye urithi umekuwa kwetu. Lakini sote tujuzi tumeshuhudia katika kumbukumbu zetu za viongozi wetu wiki tuliyopisha, na nayo hapa muasisi wetu Mheshimiwa Abeid Amani Karume ambaye ndo waasisi wa muungano huu, pamoja na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Walichanganya mchanga, lakini sote tunajua ulikuwa una maana kubwa mchanganyiko ule, na mpaka sasa tulipofikia hapa. Kwa hiyo hatuna haja ya kuubeza. Amesema mkurugenzi hapa, sote tulitamani na tunaendelea kutamani uendelee kudumu, kwa sababu kazi kubwa imefanyika. Lakini jengine ni wapongeze sana washiriki mliohudhuria. Tuna imani katika haya mafunzo ambayo tumeambiwa hapa na mada zilizotajwa, na kwa watoa mada ndio waona hapa, kwa kweli jambo letu au kongamano letu litafaa kweli kweli. Leo hili jina litakuwa limefadifu kweli kweli katika kongamano hili. Kwa hiyo wewe ni wa thamani. Kwa maana hiyo hata sisi washiriki ni wa thamani kweli kweli katika muungano wetu, katika kupata mafunzo ndani yetu hii au kongamano hili. Tunajua mna vitu vingi vya kujenga na mna vitu vingi ambavyo mnahisi kwenye muungano wetu vimefanywa kazi. Kila jambo lina faida na kila jambo lina kasoro zake, lakini kwetu sisi kwa muungano huu faida imekuwa ni kubwa mno kuliko hizo kasoro. Tulikotoka sipo tulipo sasa, na sote ni mashahidi, tunajua wapi tumetoka na sasa tumekwenda wapi. Kwa hiyo muungano huu kwetu ni wa thamani kama ilivyokuwa taasisi. Kwa amesema wewe ni wa thamani, lakini na muungano wetu ni wa thamani kubwa mno. Tuulinde, tuutetee na tuudumishe kwa nguvu zetu sote. Sisi vijana ndiyo nguvu kubwa ya taifa letu. Kwa hiyo tukiondoka hapa na mafunzo haya ambayo tunayapata
na kongamano hili na imani tutaondoka na kitu. Tumo 100 humo au 200, lakini na imani kila kijana nyuma yake ana karibu watu 500 au vijana 500. Kwa hiyo sisi tukawe walimu, tukatoe darasa kubwa sana ambalo tulilopata hapa kuhusu muungano wetu, muungano wenye tija na muungano wenye manufaa kwa nchi zote mbili, kwani waasisi wetu waliona mbali katika maono yao, wakaona lazima tuungane, na hakuna jambo baya katika kuungana. Sote tunakuwa wamoja na tunaenda kufanya kazi kwa pamoja na tunadumisha muungano wetu. Na faida nyingine sote tunaona tumezaana katika muungano wetu, na tunajua wengi wao, wengine humo tuna asili mbili, tuna asili ya Zanzibar lakini tuna asili ya muungano au ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo bado hatuna pa kukwepa, hatuna pa kukimbia, kwa sababu ukiona hivi kama si Mzaramo atakuwa nani, lakini anaishi Zanzibar. Lakini utaenda kule utakuta mtu wa Bumbwini lakini anaishi Tanzania bara kwa amani kabisa. Kwa hiyo sote ni wamoja na muungano bado unaendelea kuwa na manufaa kwetu. Kwa hiyo tuulinde, tuhadithie. Sote tunajua faida na manufaa, na imani tukiondoka hapa katika kongamano hili na wakufunzi hawa waliokuwepo hapa, sote tunabeba nguvu ya pamoja na tunaenda kuunadi muungano wetu kuwa ni wa thamani kwetu, na tunaenda kuulinda na tunaenda kuufanyia kazi. Kwa hiyo ni waasi vijana wote na wananchi, tusije tukabeba dhana za watu wengine wanaobeza muungano wetu. Bado muungano una tija na una maendeleo makubwa kwa pande zote mbili. Kwa hiyo tuondoke hapa vijana tukiwa na dhana moja ya faida ya muungano na kwenda kuwaelimisha wengine, kwa sababu tukisha kupata haya mafunzo na tunaambiwa zile neema tuzihadithie. Kwa hiyo na nyinyi mwende mkazihadithie neema mtakazozipata hapa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Kaskazini B Unguja, Juma Sururu Juma, amesema kuwa muungano huu umeleta tija ya kuunganisha udugu, kuwa na umoja na mshikamano, sambamba na kuwataka vijana kuendelea kulinda na kuenzi. Katika shamba za sherehe za muungano ambao umefikisha miaka 62. Muungano hasa ni kuwafundisha vijana ili kuweza kuulinda na kuhudumisha. Huu ni muungano pekee katika dunia hii uliodumu kwa miaka mingi. Kwa hivyo ipo haja ya vijana kuweza kuulinda na kutetea kwa hali na mali, kwani muungano huu unaweza kuleta umoja na mshikamano katika nchi yetu. Kwa hivyo vijana ni watu wa mwanzo kufundishwa ili waweze kujua na kuweza kuambia wenzi wao nini maana ya muungano, nini muhimu wa muungano na umuhimu wake katika nchi yetu. Unapambanisha, unajumuisha wananchi kutoka pamoja, familia, kindugu, kwa sababu muungano ni wa nchi mbili, baina ya Tanzania bara na Zanzibar. Kwa hivyo kudumu kwa muungano huu tayari nchi inaweza kuweka vizuri na kuweza kusonga mbele kwa mujibu wa viongozi na waasisi wa muungano huu miaka mingi kabisa. Mkurugenzi wa taasisi ya Wewe ni wa Thamani Foundation, Aziza Omar Swedi, amesema kuwa lengo la kongamano hili ni kuhakikisha kuwa vijana wanajenga mashirikiano na wanakuwa moja katika jamii. Leo tumeandaa kongamano la miaka 62 ya muungano. Kongamano hili limelenga kudumisha umoja na mshikamano wa watu mbalimbali hapa katika taifa letu, mji wetu, mitaa yetu, shehia zetu, lakini kikubwa tumeangalia kwamba mafanikio haya ambayo tuliyopata kwa miaka hii 62 kutokana na taifa letu, tumefikia wapi na tunaelekea wapi, na ni namna gani tunaweza kuweka mikakati mizuri ambayo inaweza kutufanya tukapata maendeleo zaidi. Kikubwa ndani ya kongamano hili tumelenga kupeana taarifa mbalimbali, kupeana masomo, kujifunza, kusherehekea na kujipongeza, kwa sababu ni mataifa mengi ambayo yametamani kuwa na muungano, lakini ni machache sana ambayo yamebaki na muungano hadi leo, ikiwemo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujipongeza, lakini pia tuna kila sababu ya kuendelea kujenga utaifa wetu na mshikamano wetu kwa kutambua kwamba Watanzania wote ni wamoja. Lakini leo pia tumelenga kuendelea kudumisha ulinzi na usalama, kwa sababu kama tunavyojua ulinzi na usalama ndio ambao unaenda kujenga umoja na mshikamano. Kwa hiyo pia hili
tumeweza kuliongelea siku hii ya leo. Lengo na madhumuni tupate mafanikio zaidi, tupate mwendelezo wa Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, muungano wetu uzidi kuwa imara, ili na sisi tuweze kuwa kitaifa tuwe imara zaidi na tung'ae ndani ya mipaka ya Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Wale ambao walikuwa na dhana potofu tuseme ya kuharibu muungano, kwamba muungano ni kitu ambacho kina faida nyingi, na ni faida nyingi sana ambazo zinazoonekana, na hata sisi wenyewe wengi wetu hapa tunatokana na muungano. Kwa hiyo mimi ni watake tu waache kufanya hizo vurugu, ama kama kutakuwa na maneno potofu ambao wanaongea, basi waachane nazo, ili tuweze kulinda umoja na mshikamano wetu, kwa sababu huu muungano ndio ambao unafanya taifa letu liwe imara zaidi. Kundi la vijana tumewachagua kwa sababu of course kuna wanawake, kuna wakina baba humo ndani, lakini vijana ndio wameshika idadi kubwa zaidi, kwa sababu vijana ni kundi ambalo linachukia. Na sasa hivi ukilinganisha na yale ambayo yanaendelea duniani, kuna mitandao ya kijamii, vijana ndio watu wa kwanza kuathirika na dhana potofu na dhana ambazo zinaweza kufanya malengo yetu kama taifa tusiafikie kwa usahihi au kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo tumeweza kuwafikia vijana kwa kutambua kwamba wana nafasi kubwa, ndio wajenzi wa taifa, lakini kuandaa vijana ni sawa sawa na kuandaa taifa la leo na la baadaye. Kwa upande wao, vijana waliopatiwa mafunzo hayo wametoa shukrani zao za dhati, sambamba na kuwataka vijana wenzao kuulinda na kuuenzi muungano wa Tanzania, kwani ndio tunu ya taifa. Na uzungumzia vizuri kwa sababu viongozi wetu ama waasisi wetu Mzee Karume pamoja na Julius Kambarage Nyerere wamefanya kitu kizuri sana cha kuunganisha Tanganyika pamoja na Zanzibar, kwa sababu tumeona matunda yake, kupelekea kwamba tunaishi katika hali ya amani, tunaishi katika hali ya kusaidiana, ya kupendana, na pia tunaona kwamba Wazanzibari wana uwezo wa kuishi Tanganyika na Watanganyika wana uwezo wa kuishi Zanzibar. Kwa maisha yamekuwa ni rahisi sana kutokana na kwamba tumeungana na tunaishi vizuri sana. Na muhimu sana tu kwa sababu unaleta mafunzo mengi, unahamasisha vijana kupata elimu. Kama mimi ni kijana, nimekuja hapa nimepata elimu ya kuwa nikae vipi na jamii yangu. Ni vipi ni muungano wangu, nimejua vipi ulivyo, chanzio kimetoka wapi. Zanzibar, Tanzania na Tanganyika. Tanganyika wameleta ni jambo kubwa na la muhimu, kwa sababu kileta muungano, ukisema ni muungano ni sehemu mbili ziloungana, ni jambo kubwa kweli na liendelee. Muungano wa Tanzania ni kuungana kwa nchi mbili, Tanganyika na Zanzibar, tarehe 26 Aprili 1964 na kuunda taifa moja linaloitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikiripoti kutoka hapa ukumbi wa skuli ya Bumbwini, mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.